Rozari takatifu ni moja kati ya sala ambayo inatumika na Wakristo wote ulimwenguni, na yeyote anayesali kwa imani kumwomba Mwenyezi Mungu kupitia Mama Bikira Maria anakuwa anapata yale mastahili anayomuomba Mwenyezi Mungu. Na hivyo kupelekea kwamba kanisa lina historia ya rozari hii takatifu, na ndio maana kile inapofika mwezi wa 10 Wakristo wote hukusanyika katika familia, katika jumuiya, lakini hadi ngazi ya parokia kukusanyika kwa pamoja kusali rozari takatifu wakimwomba Mungu kwa nia mbalimbali. Hivyo tumekuandalia makala maalum kabisa ikiangazia hasa kwa nini tunasali rozari, kwa nini ni mwezi wa 10, na ile historia yake ilianzaje, nani aliiweka katika mintarafu hii ya kanisa Katoliki na mafundisho ya kanisa Katoliki. Hivyo ambatana pamoja na sisi ili kusikia mengi ambayo utayapata kwenye rozari hii takatifu, lakini pia utapata pia mwanzo mzuri wa kuanza kusali rozari takatifu kwa imani na mapendo kabisa. Mtazamaji, twende tukaungana naye Padre Benson Mapunda, padri wa shirika la ndugu wadogo wa Conventuali, akiwa pale Roma, Italia, akielezea hasa ni kwa nini rozari takatifu inafaa kusaliwa wakati wote na sio mwezi wa 10 pekee. Jina langu ni Tekla Revocadus, nyuma ya kamera yuko Hansi Nyange pamoja naye Johnny Samki. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo, wapendwa taifa la Mungu. Swali lililo mbele yetu: je, sala ya rozari inafaa kusaliwa kipindi cha mwezi wa 10 tu? Tufahamu kwamba rozari husaliwa zaidi kipindi cha mwezi wa 10 au Oktoba, kwa sababu kanisa limeutenga mwezi huu maalumu kuwa mwezi wa rozari takatifu. Hii ni desturi iliyo na historia ndefu na maana pana ya kiroho. Zifuatazo ni sababu kuu kwa nini tunasali rozari mwezi wa 10. 1. Kumbukumbu ya ushindi wa sala ya rozari dhidi ya waasi ule mwaka wa 1571, ambapo Wakristo walialikwa na Papa Piusi wa 5. Lakini pili, ni mwezi wa kutafakari siri za wokovu wetu. Na 3, wito wa mapapa mbalimbali, mfano Leo wa 13 ule mwaka wa 1883 aliwaalika Wakristo wasali rozari. Hivyo basi, tunapojiuliza kama sala ya rozari inafaa kusaliwa mwezi wa Oktoba pekee, jibu ni hapana. Rozari ni sala ya daima, ni pumzi ya moyo wa Mkristo anayeishi katika upendo wa Mungu. Mtakatifu Maximilian Maria Kolbe, mwana wa Bikira Maria, aliwahi kusema, yeyote anayeshika rozari mikononi mwake hushika ufunguo wa neema nyingi. Kwa Kolbe, rozari haikuwa sala ya msimu, bali silaha ya kila siku katika mapambano ya kiroho. Alisisitiza kwamba kupitia rozari tunamruhusu Maria atuweke karibu zaidi na Yesu, chanzo cha amani na huruma. Vivyo hivyo, Mtakatifu Francisco wa Asisi alitambua siri ya unyenyekevu katika sala. Aliona rozari kama njia ya kumfikia Mungu kwa urahisi wa moyo wa mtoto. Kwa Francisco, kumtafakari Yesu kupitia macho ya Maria ni kuingia katika fumbo la upendo wa Mungu unaookoa daima. Wapendwa taifa la Mungu, tusisubiri mwezi wa 10 pekee. Kila siku ni nafasi mpya ya kushika rozari na kuzungumza na Mungu kwa njia ya Mama Bikira Maria. Rozari ni zawadi ya amani, ni mwanga katika giza, ni daraja linalotuunganisha na Yesu Kristo kwa namna ya pekee. Mama Bikira Maria wa rozari atuombee. Mtazamaji, baada ya kumsikiliza Padre Benson Mapunda akielezea rozari takatifu inafaa kusaliwa wakati wote na sio mwezi wa 10, twende tukatazame hasa historia hii ya rozari takatifu. Nani ameianzisha? Nani ameiweka ndani ya kanisa Katoliki hadi wakati huu? Mimi pamoja na wewe tunaisikia, tunaisali rozari takatifu. Ambatana pamoja na mimi. Mwezi wa 10 ni mwezi ambao Wakristo wa Katoliki tunamwenzi Mama Bikira Maria, hasa kwa kusali rozari takatifu.
Katika historia, mwezi wa 10 ulitolewa maalumu kwa ajili ya kumheshimu, kumwomba na kukuza majitoleo ya waamini kwa Mama Bikira Maria kutokana na ushindi waliopata Wakristo wa Katoliki katika vita dhidi ya Lepanto mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 1571 wakati wa uongozi wa Papa Pius wa 5. Tukiendelea na historia, tunaambiwa kwamba katika mwaka huo Waislamu walikusanya majeshi makubwa ya askari ili kuliangamiza kanisa Katoliki katika nchi za Ulaya. Hivyo walipeleka manowari nyingi pwani ya Italia ili wakashambulie mji wa Roma. Wakristo pia walipeleka manowari zao ili kuwazuia Waislamu, lakini manowari za Waislamu zilikuwa kubwa na nyingi kupita hata zile za Ulaya. Katika hatari hiyo, Baba Mtakatifu pamoja na Wakristo wengine walisali rozari usiku na mchana ili kuomba msaada wa Mama Bikira Maria. Hatimaye Wakristo waliwashinda Waislamu karibu na pwani ya Lepanto tarehe 6 Oktoba mwaka 1571. Na saa ile ile Baba Mtakatifu Pius wa 5, kwa kuoneshwa na Mungu ya kwamba Wakristo walishinda kwa maombezi ya Bikira Maria, pale pale alitoa amri ya kuingiza katika litania ya Bikira Maria ombi jipya, yani Bikira Maria msaada wa Wakristo. Na kufuatia hayo, Baba Mtakatifu Pius wa 5 alitangaza wazi kwamba ushindi huo ulitokana na maombezi ya Bikira Maria. Na alisema kuwa rozari ni silaha kubwa, na ndio hapo tunapata neno la Papa Pius wa 5 kwamba rozari ni silaha kubwa hata kuliko silaha kubwa za kivita. Kuanzia hapo mwezi wa 10 ukawa mwezi uliotengwa kwa Mama Kanisa kwa ajili ya Bikira Maria, na pia ukaitwa mwezi wa rozari. Ni kwa sababu hii pia ndio maana kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa rozari kila mwaka ifikapo tarehe 7 Oktoba. Hii ni kutokana na nguvu ya Mama Bikira Maria iliyodhihirika kupitia rozari takatifu mnamo Oktoba 7 mwaka 1571. Tumepata kusikia historia ya rozari na namna ambavyo ilianzishwa. Sasa hebu tuwasikilize pia waamini wanasemaje. Wanapata faida gani wanaposali rozari takatifu, na kwa nini wanasali rozari takatifu? Tuelekee pale Jimbo Katoliki Moshi. Mimi naitwa Humphrey Tumaini Elilimo, niko katika Jimbo Katoliki Moshi. Ninatoka Jumuiya ya Mtakatifu Marko, parokia ya Karanga. Mimi kwa kweli ni mpenzi wa rozari takatifu, lakini pia ni rafiki wa Radio Maria Tanzania, na pia waliniomba niwe mwenyekiti wa Radio Maria Jimbo Katoliki Moshi. Ninasali rozari ili nipate wokovu wangu binafsi, lakini pia nasali rozari kwa bidii kubwa mimi na familia yangu kwa ajili ya wokovu wa familia yangu. Lakini pia tunasali rozari kwa ajili ya wokovu wa wanajumuiya, parokia na hata jimbo letu. Lakini mwisho tunasali rozari kila siku kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima. Na katika kusali rozari kuna mambo matatu makuu tunayotegemea katika wokovu wetu. Kwanza, ninaamini kabisa tukisali rozari kwa uaminifu na kwa bidii, ni kwamba Bikira Maria mama wa Mungu atatuombea mataji matatu. Taji la kwanza atakalo tuombea kwa mwanae Yesu Kristo ni taji la maisha mema, maisha utaua hapa duniani. Lakini taji la pili, kwa imani kabisa isiyoterereka, ninaamini Bikira Maria atatuombea taji la kifo chema. Lakini na mwisho, ninaamini tukisali rozari kwa uaminifu kabisa, Bikira Maria hatatuacha baada ya kifo chetu,
atatuombea taji la wokovu kwa mwanaye Yesu Kristo. Haya ndio mategemeo yangu makubwa, na ndio maana maisha yangu yote mimi na Rozari na mimi. Yaani naita Rozari ni mimi na mimi ni Rozari. Kwamba maisha yangu yote na popote nilipo, kwa kweli sikai mbali na Bikira Maria. Na naona katika maisha yangu miujiza mingi. Wakati mwingine hata ninaposafiri ni kama naona ulinzi wa mama. Kulia, nikiangalia kulia namuona mama, kushoto namuona mama, mbele namuona mama, nyuma namuomba mama. Kwa hiyo hata wakati wa kusafiri nasafiri nikiwa na imani 100% niko na mama na ananiombea ulinzi kwa mwanae Yesu Kristo. Baada ya kusikia yote hayo juu ya Rozari Takatifu na jinsi ambavyo ina nguvu na jinsi ambavyo watu mbalimbali wamekuwa wakielezea, ni matumaini yangu kwamba umepata shauku ya kujua hasa historia ya Rozari Takatifu ni nini. Mtakatifu Dominiko aliambiwa nini na mama yetu Bikira Maria. Hadi leo hii mimi pamoja na wewe tunasali Rozari Takatifu. Kuna mafungu mangapi ya Rozari Takatifu? Yote haya tutayapata ndani ya historia hii ya Rozari Takatifu. Sala ya Rozari Takatifu inasemekana ilianzishwa na Mtakatifu Dominiko kati ya mwaka 1170 hadi mwaka 1221. Na hiyo sala Mtakatifu Dominiko aliipata kwa njia ya ufunuo, ambapo Bikira Maria alimtokea na kumwamuru asali Rozari. Bikira Maria alimwamuru Mtakatifu Dominiko kusali Rozari Takatifu kwa kipindi hicho na iwe kama silaha yake ili kupambana na uzushi uliokuwa umeibuka ukipingana na mafundisho ya kanisa, na huu uzushi uliitwa Albigensia. Hili ni kundi lililokuwa na imani kuwa duniani kuna nguvu mbili zenye uwiano sawa, nazo hupingana moja baada ya nyingine. Nazo nguvu hizo ni Mungu na Shetani. Hivyo hawa waliamini kabisa kuwa Mungu na Shetani wana nguvu sawa. Kwa lugha ya Kimombo tunasema dualistic power. Waliamini pia kuwa dunia hii imejaa uovu kwa kuwa iliumbwa na mwovu. Ni kwa msingi huo kanisa liliamua kupambana kuwa wazushi hao pia walionekana kupotosha mafundisho ya kanisa. Ndipo tunaona Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Dominiko na kumwambia asali Rozari ili kupambana na mafundisho hayo ya kizushi. Ni Papa Pio wa 5 ambaye mnamo mwaka 1569 aliidhinisha rasmi sala ya Rozari Takatifu, na ndio hiyo unaona dunia nzima inasali Rozari kama ilivyo kwa sasa. Tukiendelea na historia ya Rozari Takatifu, tunaambiwa kwamba sala hii ya Rozari Takatifu ilianzishwa na kanisa kwa ajili ya kuwasaidia watu wa kawaida wasiojua kusoma na kuandika ili waweze kufuatisha sala za watawa. Katika zama za kati, watawa wa monaki walikuwa na kawaida ya kusali Zaburi zote 150 ndani ya wiki moja. Lakini kutokana kwamba watu wa kawaida hawakuwa na uwezo wa kusoma Zaburi pamoja na Biblia kwa ujumla, walianza kusali Baba Yetu 150 badala ya Zaburi 150. Na hizo Baba Yetu walizisali kwa kuhesabu punje 150 zilizokuwa zimefungwa kwenye kamba ndefu ambayo kwa lugha ya kitaalamu iliitwa corona au kwa Kiingereza a crown. Kadiri baada ya Bikira Maria ilivyoendelea kushamiri mnamo karne ya 12, sala kwa Bikira Maria ilianzishwa na hivyo kuanza kusali Salamu Maria 150 badala ya Baba Yetu 150. Salamu Maria 100 hapo baadaye zilikuja kugawanyika katika mafungu na mtawa mmoja mdominikani aliyeitwa Hendi Ikalkari kati ya mwaka 1328 hadi mwaka 1408, ambapo kila tendo la Rozari lilikuwa na mafungu 50 ya Salamu Maria, ambapo pia kila fungu liligusia maisha ya Bikira Maria na Yesu katika historia ya wokovu. Zaidi ya hapo, mtawa mwingine mdominikani aliyeitwa Alanus de Rupe aliendelea kugawanya hiyo historia ya matendo ya wokovu katika mafumbo ya furaha, uchungu na utukufu. Mafumbo 5 ya furaha hulenga kutafakari matendo ya umwilisho na kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo.
Mafumbo matano ya uchungu hulenga kutafakari matendo ya mateso ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, na mengine ni mafumbo matano ya utukufu ambayo hulenga kutafakari matendo ya kufufuka, kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo na ujio wa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Mnamo tarehe 16 Oktoba 2002, kupitia barua ya kitume itwayo Rosarium Virginis Mariae, Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa pili alitangaza kuongezeka kwa mafumbo mengine matano yaliyojulikana kama mafumbo matano ya mwanga. Mafumbo haya matano ya mwanga hulenga kuutafakari utume wa hadharani wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ongezeko hili la mafumbo matano ya mwanga lilifanya jumla ya mafumbo 20 ya kutafakariwa wakati wa Rozari Takatifu, yaani mafumbo matano ya furaha, mafumbo matano ya mwanga, mafumbo matano ya uchungu na mafumbo matano ya utukufu. Kwa kusema hayo, katika sala ya Rozari Takatifu kwa mafumbo yote manne, tunayo jumla ya Baba yetu 20, Salamu Maria 200 na Atukuzwe Baba 20. Maneno ya sala hizi tatu, sala ya Baba yetu, Salamu Maria na sala ya Atukuzwe, yamechukuliwa kutoka katika maandiko matakatifu. Kwa sababu hii tunasema Rozari Takatifu ni ufupisho wa maandiko matakatifu. Wakati wa kusali Rozari hutajwa fumbo moja na kisha tafakari ya kina hufanyika juu ya fumbo hilo kwa kusali sala ya Baba yetu mara moja, Salamu Maria mara 10 na Atukuzwe moja. Mfano, Rozari Takatifu mafumbo ya uchungu. Fumbo la kwanza, Yesu Kristo anatoka jasho la damu bustanini Getsemane. Baada ya kulitamka fumbo hilo, inafuata tafakari ya fumbo hilo kwa kuisali sala ya Baba yetu moja, Salamu Maria 10 na Atukuzwe moja. Baada ya kusikia historia hiyo, namna ambavyo kanisa linaenzi Rozari Takatifu kwa namna ya kipekee, lakini pia kwa namna ambavyo Mtakatifu Dominiko ametupa zawadi hii kubwa kabisa ya kusali Rozari Takatifu, ni matumaini yangu kwamba ni mwanzo wako mzuri kabisa wa kuongeza shauku ya kuendelea kusali Rozari zaidi. Tukatazame mababa zetu wa kiroho wanasemaje. Tutakuwa naye Padre Cassian Lewa kutokea pale Jimbo Katoliki Sumbawanga, lakini pia na Padre Benson Mapunda anaendelea kutupa wosia wa kuendelea kusali Rozari Takatifu akiwa pale Roma, Italia. Karibu. Nini wito wangu kwa Wakristo wote juu ya kusali Rozari? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, nataka niwaalike na kuwapatia wito wangu wa upendo kuhusiana na Rozari. Tusali Rozari kila siku. Tusali Rozari bila kuchoka. Mtakatifu Paulo anapowaandikia Wathesalonike ile sura ya waraka wa kwanza, sura ya 5 aya ya 17, anasema tusali bila kuchoka. Rozari si sala ya wachache, bali ni sala ya kanisa lote. Ni sala inayotufundisha kutafakari maisha ya Yesu pamoja na Bikira Maria, mama yetu wa mbinguni. Wakati mwingine tunafikiri Rozari ni sala ya wazee au kwa nyakati maalumu kama mwezi wa Oktoba. La hasha. Rozari ni sala ya kila Mkristo wa kila siku. Ndani yake tunapata utulivu, amani na ukomavu wa kiroho. Bikira Maria mwenyewe katika maono mengi amewaomba watoto wake wasali Rozari kwa ajili ya toba, amani ya dunia na wokovu wa roho. Kila tukiisali tunaleta nuru ya Kristo katika familia zetu, parokia zetu na ulimwengu mzima. Wito wangu ni huu: tuchukue Rozari zetu mikononi kila siku. Tuanzie nyumbani na tuwahimize watoto wetu kusali pamoja. Rozari ni shule ya imani, ni daraja la upendo na ni ngome dhidi ya maovu. Ndugu yangu Mkristo, usiache Rozari yako daima. Ni zawadi ndogo
lakini yenye nguvu kubwa ya kubadilisha moyo na maisha. Bikira Maria wa Rozari atuombee sisi watoto wake, ili tudumu katika kusali, tudumu katika kutafakari wokovu wetu kupitia Rozari takatifu. Tupo katika mwezi Oktoba. Ni mwezi maalum kwa ajili ya mama yetu Bikira Maria. Tunautumia mwezi huu kwa ajili ya kusali Rozari na kuwa na majitoleo ya pekee kwa mama yetu Bikira Maria. Katika barua yake ya kichungaji ya mwaka 2002, tarehe 16 Oktoba, Papa Yohane Paulo wa Pili anatuandikia barua inayokwenda kwa jina la Rosarium Virginis Mariae. Katika barua hile, Baba Mtakatifu anatuambia kwamba kusali Rozari ni kutafakari uso wa Yesu katika shule ya Bikira Maria. Hivi Bikira Maria ametupenda hivi kwamba mpaka akaamua kuanzisha shule maalum kwa ajili yangu, mimi na wewe, kwa ajili yetu sisi sote kuweza kumjifunza Kristo Yesu. Tunaamini kwamba hakuna mwanadamu anayemfahamu Kristo vema kuliko mama yetu Bikira Maria. Hivi mama huyu ambaye ni mwalimu bora ameanzisha shule maalum ambayo mimi na wewe tutaitumia kwa ajili ya kumjifunza Kristo. Na shule hii ni Rozari takatifu. Siri ya mafanikio yoyote bora ya mwanafunzi yoyote katika shule yoyote ni kuwa na mahudhurio bora na yaliyochanya. Hakikisha kwamba haupitishi siku yoyote hata moja pasipo kusali Rozari takatifu. Hivi utakuwa ni mwanafunzi aliye bora katika shule ya mama yetu Bikira Maria. Utaweza kumwelewa Kristo vema katika maisha yako. Kumbuka, Oktoba tunasali Rozari. Mungu mwema akutunze. Mungu mwema akubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Na mtazamaji, tunakushukuru kwa kuendelea kutembea pamoja nasi, na hiyo ndio tamati ya makala yetu ya historia ya Rozari takatifu. Ukitazama vizuri utaona kuna historia mbili. Historia ya kwanza ni namna ambavyo kanisa linaiheshimu Rozari takatifu na namna ambavyo iliwekwa kwenye historia hiyo ya kuingia na kuheshimu kwa namna ya kipekee kusaliwa mwezi wa 10. Lakini pia historia ya pili, namna ambavyo Bikira Maria alizungumza na Mtakatifu Dominiko na kumwambia kwamba Dominiko wangu, basi ni vizuri ukaieneza ibada hii. Na tunatazama pia watakatifu mbalimbali ambao wamemwenzi mama yetu Bikira Maria kwa kusali Rozari takatifu, na wote hao ukitazama maisha yao kwa hakika yalikuwa ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mama Bikira Maria akiwa upande wako, kwa hakika kila kitu kwako kinawezekana. Tusali Rozari kwa moyo, tusali Rozari kwa imani, tumwombe mama yetu Bikira Maria atupeleke kwa Yesu, Yesu atupeleke kwa Mungu. Mungu na akubariki sana sana. Rozari ni silaha kubwa. Tuitumie silaha hiyo katika vita na mapambano mbalimbali ya mwanadamu. Asante, endelea kubaki pamoja na sisi hadi wakati mwingine tunapokuletea makala nyingine nzuri kabisa zinazoendelea kuja juu ya mambo ya kiroho, lakini pia mambo ya kiimani. Ulikuwa nami Tekla Revocatus kwa niaba ya wote waliohakikisha basi makala hii wanakuwa sehemu ya kuchagiza kwa ajili ya kuikamilisha kufika kwako. Nyuma kamera yuko Hans Nyange, lakini pia yuko Johnny Samki. Asante, tukutane tena wakati mwingine.